Usiku wa jana kuamkia leo, Morocco, nchi ambayo inatoka katika bara la Afrika, imekuwa nchi ya mwisho ya Kiislamu kushiriki katika mashindano ya mwaka huu ya mpira wa miguu ya kombe la dunia. Na kwa mwaka 2026 kulikuwa na nchi takriban 12 za Kiislamu ambazo zilishiriki katika mashindano haya ya kombe la dunia, zikiwemo Morocco yenyewe, Misri, Iran, Uturuki, Algeria, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, Iraq, Senegal pamoja na Uzbekistan. Nafahamu kwamba baadhi ya hizi nchi hazitambuliki kama Kiislamu kwa sababu ya sheria zao au katiba zao, lakini kimsingi nchi kama Senegal ina zaidi ya 95% ya wananchi wao kwamba wanatambulika kama ni Waislamu, kadhalika Uzbekistan pia, japo kwamba wana katiba ambazo hazijajitambulisha kama nchi za Kiislamu, lakini ni nchi ambazo kimsingi zinatambulika kama zina Waislamu wengi. Kwa mfano Senegal, kama nilivyosema, 95% ya wakazi wa Senegal wanatambulika kama ni Waislamu, kadhalika Uzbekistan nao pia. Sasa swali linakuja, Morocco ndio ilikuwa nchi ya mwisho kutolewa katika hizi nchi 12 za Kiislamu. Je, leo hii Waislamu wanaambiwa nini katika mafundisho yao kuhusu mambo ya michezo ya mashindano kama haya? Tunakwenda kusoma hadithi katika mikusanyo wa Sunan al-Nasai, hadithi namba 3586 ambayo inapatikana kitabu cha 28 katika mikusanyo hizi hadithi za Sunan al-Nasai, hadithi namba 26. Hadithi hii ina kiwango cha hasan, maana yake inakubalika. Inasema hivi: imesimuliwa kutoka kwa Abu Huraira kuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu alisema kuwa hakutakiwi kutolewa zawadi yoyote kwa ushindi kwenye mashindano yoyote isipokuwa kwenye mishale, ngamia au farasi. Anachosema hapa Muhammad katika hadithi hii ni kwamba mashindano pekee ambao Muislamu anaruhusiwa kushiriki na pengine yanastahili kutolewa zawadi au kutolewa zawadi, inasema kutolewa zawadi kwa mshindi, ni mashindano ya kutupa mishale, mashindano ya mbio za ngamia na mashindano ya mbio za farasi. Ndio mashindano pekee ambayo Muhammad alifundisha kwamba yanastahili kutolewa zawadi. Kumbuka, mashindano ya mpira wa miguu yana zawadi kadhaa. Kwa mfano, mshindi anapata kombe la dunia, wachezaji wanapata medali, na pia kuna kiasi fulani cha pesa ambako FIFA, hii shirikisho la mpira wa miguu duniani, linatoa kwa timu zinazoshiriki. Mbali ya yule mshindi kuna zawadi maalum ya fedha, lakini hata washiriki na wanalipo baadhi ya fedha. Kwa hiyo hii ni sehemu ya zawadi zinazotolewa. Sasa Muhammad yeye katika michezo yote anayozungumzia anaidhinisha michezo mitatu tu ambayo anasema inastahili kupewa ushindi. Labda nikuulize wewe ndugu yangu Muislamu unaangalia video hii, unahisi pengine hii ndio sababu kwa nini mpaka leo hii hakujawahi kutokea nchi yoyote ya Kiislamu kushinda katika mashindano haya ya kombe la dunia? Hii ni swala kujiuliza na kutafakari. Na je, hii inamaanisha kwamba kwa Muhammad kukataa michezo mingine yote kuwa na zawadi ya mshindi, inamaanisha kwamba michezo hii ni haramu? Hilo ni swali na kuachia pia. Mungu akusaidie sana, na karibu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu. Anasema wazi katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6 kwamba mimi peke yake, yani yeye Bwana Yesu Kristo, kwamba ndiye njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi, yani Yesu Kristo. Tafakari ndugu yangu, nafasi unayo. Wokovu kwa Yesu Kristo wa Nazareth, aliyekufa msalabani akatuokoa na hukumu ya dhambi na mauti, na kisha akafufuka siku ya tatu, ushindi mkuu dhidi ya dhambi na mauti. Na sasa yuko mbinguni, anatuambia yuko kula akituandalia mahali ili wale waaminio wawepo naye siku moja. Mungu akubariki sana.